Akiwaeleza waandishi wa habari baada ya kutembelea eneo ambalo waliwakamata wachimbaji madini wakichimba kwenye hifadhi ya TANESCO, afisa usalama wa TANESCO mkoa wa Singida Bwana Juma Mahumba amesema ameshangaa kuwakuta wachimbaji waliowakamata kwa kushirikiana na polisi wamerejea siku moja baada ya kukamatwa wakiwa na vielelezo na wanaendelea na uchimbaji. Lakini pia wanatumia baruti, wana blast. Sasa unapo blast una shake ile stability ya udongo. Kwa hiyo unapo shake ile stability ya udongo, uwezekano watawa kukosa ile stability sasa inaweza kadondoka sasa. Kwa ndio maana sheria ya madini imekataza kabisa kuchimba karibu na eneo la tawa zinakopita. Tukakuta wale tuliwakamata wako kwenye eneo la tukio. TV ikiwa katika machimbo hayo ambayo ni maarufu kwa jina la machimbo ya Sekenke, ilibahatika kuwapata baadhi ya wachimbaji waliodaiwa kukamatwa na kuachiwa. Vijana hao pamoja na kukiri kuwa walikamatwa walikuwa na haya ya kusema. Walikuja na wenyewe vizuri maaskari kistaarabu, wakatuweka chini ya ulinzi, tukakaa wakafanya upelelezi wao. Mara mwisho wakachukua watu kama 7 hivi wakatupeleka kituoni. Polisi mkoa wa Singida ACP Deborah Magiligimba alipotakiwa kuelezea tukio hilo akiongea kwa njia ya simu, amesema sio kweli kuwa vielelezo watuhumiwa wamepewa. Vipo vyote kituo cha polisi Iramba na watuhumiwa wameachiwa kwa dhamana. No, yani ile kutaka kujua tu nani. Bahati nzuri kakuta amekamatwa na yule mmiliki. Sasa kuna usemi kwamba hao watu walikamatwa na jeshi lako la polisi wilaya Iramba. Baada ya siku moja tu kukamatwa wakaachiwa pamoja na vidhibiti. Hilo likoje labda? No. Hapana. Vidhibiti nimezikuta zipo na watuhumiwa wako nje kwa dhamana. Hapa ni katika mlima huu Sekenke ambapo machimbo ya dhahabu yanafanyika hapa wilayani Iramba. Machimbo haya yapo karibu sana na hizi nguzo za umeme. Zinabeba umeme wa kV 220 kutoka Singida hadi Shinyanga. Nikiripoti kutoka katika machimbo haya ya dhahabu katika mlima huu Sekenke, ni mimi Elsante Mkumbo, ITV.